ya usalama na kisiasa inaendelea kuwa tete katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika majimbo ya Kivu na Ituri, ambako mapigano makali na mashambulizi ya waasi na matukio ya kisiasa yanaendelea kuripotiwa. Ne bombe hizo. Mpiti ne bombe. Bombe hizo. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hususan katika eneo la Ruzizi, jimbo la Kivu Kusini. Hali ya usalama imezidi kuwa mbaya katika eneo la Sange na maeneo jirani katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC, kufuatia mashambulizi makali ya mabomu yaliyoripotiwa mapema asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, milipuko mikubwa ya silaha nzito ilisikika kuanzia majira ya saa 12 asubuhi katika maeneo ya pembezoni mwa Kabunambo na Sange, na hali hiyo ilizusha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Inaelezwa kuwa vikosi vya FARDC kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo vilianzisha mashambulizi ya kujibu dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Taarifa hizo zinaeleza kuwa waasi hao walikuwa wakijipanga kushambulia mji wa Uvira, lakini walikumbana na mashambulizi makali ya mabomu yaliyowalazimu kusitisha harakati zao. Vyanzo hivyo vinaendelea kudai kuwa mashambulizi ya FARDC yalisababisha hasara kubwa kwa waasi katika eneo la Kabunambo, huko baadhi ya wapiganaji waliobaki walikimbilia kuelekea mto Sange, wakivuka barabara kuu ya taifa namba 5 kwa hofu ya kushambuliwa zaidi, ikiwemo kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Aidha, kuna madai kwamba eneo la Kabunambo limezingirwa kwa kiasi kikubwa, huku vikosi vya Wazalendo vikiongeza ulinzi na kudhibiti njia muhimu ya kuingia na kutoka katika mji wa Sange. Hali hiyo imezua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo, huku wengi wakihofia usalama wao na baadhi kuanza kuhama makazi yao wakikimbilia maeneo wanayoamini kuwa salama zaidi. Ya mwanzo wa kuingia Madengaido mzima sasa kimbia huko Iraki huko Madengaido hii wale wote walikuwa tafuta njia ya kukimbia. Shambulio mbaya limefanyika jioni ya Jumatatu tarehe 16 Machi mwaka 2026 katika kijiji cha Babesua kilichopo takriban kilomita 12 kutoka Badegaido katika wilaya Mambasa, mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wapiganaji wa ADF NALU walivamia kijiji hicho na kuwaua raia wengi. Asubuhi ya Jumanne, angalau miili 10 ya watu waliouawa ilionekana ikiwa imelala chini, huku kijiji kikiwa kimeharibiwa vibaya. Mashahidi wanasema washambuliaji walichoma moto nyumba nyingi pamoja na magari na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Mwandishi mmoja aliyopo eneo la Mambasa alieleza picha zilizopatikana zikionyesha kijiji kizima kikiwa kimeteketea, huku miili ya watu ikiwa imetapakaa ardhini katika hali ya kutisha. Kwa mujibu wa Nouvelle Société Civile Congolaise, tayari kulikuwa na taarifa za vifo vya angalau raia 10 tangu usiku wa tukio hilo. Shambulio hilo pia lililenga walinzi wa hifadhi ya wanyamapori ya Okapi, ambapo baadhi ya walinzi hao walilazimika kukimbilia ndani ya msitu kwa ajili ya kujinusuru. Vyanzo kutoka ndani ya hifadhi hiyo vinasema kuwa walinzi wengi walitawanyika kufuatia mashambulizi hayo na bado hawajulikane walipo. Kwa upande wa raia, vifo ni vingi sana. Kwa upande wetu, wenzetu bado wametawanyika msituni kutokana na shambulio hilo na hatujui walipo kwa sasa, kikisema chanzo kimoja kutoka ndani ya hifadhi hiyo. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yamezitaka mamlaka za serikali kuimarisha operesheni za kijeshi
kushirikiana kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na lile la Uganda ili kukabiliana na kundi hilo la waasi. Maitre Joseph Paluku, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Mambasa, alieleza kuwa licha ya kuwepo kwa brigedi ya 31 ya jeshi, bado kuna uhaba mkubwa wa wanajeshi kulingana na ukubwa wa eneo hilo, kwani wilaya ya Mambasa inachukua zaidi ya nusu ya eneo la mkoa wa Ituri. Katika siku za hivi karibuni, ADF NALU wameongeza mashambulizi yao katika eneo hilo. Kati ya tarehe 11 na 12 Machi, walishambulia maeneo ya migodi ya Muchacha na Mavuvu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Eneo la Muchacha lina umuhimu mkubwa wa kimkakati, kwani linaunganisha vijiji vya Badegahido na Niani pamoja na misitu ya Okapi katika mili wa Mambasa kuelekea Kisangani, unaojulikana kama njia muhimu ya usambazaji bidhaa za kilimo kuelekea miji mikubwa kama Kisangani na Kinshasa. Mashambulizi haya yanaendelea kuongeza hofu na hali ya sitofahamu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wito ukitolewa kwa hatua za haraka za kijeshi ili kurejesha usalama. Taarifa mpya zimeibua mjadala mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya mahakama ya nchi ya Uganda kuhusisha meya wa mji wa Entebbe Fabrice Rulinda na mihamala ya fedha inayodaiwa kuwa na uhusiano wa waasi wa M23 wanaofanya shughuli zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama kuu ya Uganda uliotolewa tarehe 16 Machi mwaka 2026, fedha hizo zaidi ya dola 70,000 ziliingizwa katika akaunti ya Rulinda kupitia kampuni inayojulikana kama Grand Global Corporation. Benki ilibaini miamala hiyo kuwa ya kutiliwa shaka kutokana na ukubwa wake na mihundo ya matumizi yake, na hivyo kuchukua hatua ya kuzuia akaunti pamoja na kurejesha fedha hizo. Katika kesi hiyo, Rulinda alikuwa amestaki benki akidai kuvunjiwa mkataba baada ya fedha hizo kurejeshwa bila idhini yake. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali madai hayo na kuamua kuwa benki ilifanya kazi kwa mujibu wa sheria za kupambana na utakatishaji fedha. Mahakama pia ilibaini kuwa Rulinda alitoa maelezo yanayokinzana kuhusu chanzo cha fedha hizo, akitaja biashara mbalimbali kama dhahabu, mafuta, usafirishaji na ujenzi bila kutoa ushahidi wa kudhibitisha madai hayo. Zaidi ya hayo, ushahidi uliowasilishwa ukionyesha kuwa aliwahi kukiri kuwa aliwahi kuwa kiungo katika mpango wa biashara ya dhahabu uliohusisha watu waliotoka kufanya miamala na kundi la M23. Mahakama ilisitisha kuwa mazingira ya miamala hiyo ilionyesha uwezekano mkubwa wa kuhusishwa na shughuli haramu na kwamba hatua za benki zilikuwa halali katika kuzuia uwezekano wa utakatishaji fedha.